Kulikuwa na bibi yetu tuliyempenda kwa dhati, mwenye umri wa karibu miaka 70. Alikuwa anaishi peke yake kijijini pembezoni mwa mji wa Shinyanga, na sisi tulikuwa tukiishi Shinyanga mjini, hivyo hatukuwa mbali sana na alipoishi. Nyumba yake ilikuwa ya zamani, tulizoea kwenda kumtembelea mara chache, lakini kila mtu alikuwa na hofu kidogo kuhusu ile nyumba. Usiku mmoja, majira ya saa 3 usiku, alipiga simu kwa mama yangu kwa sauti ya chini na yenye hofu. Alisema, "Kuna kitu kimesimama nyuma yangu. Si mtu, kinaonekana kama kivuli kibaya na kimeshika kitu mkononi." Tulishikwa na wasiwasi sana. Mama alijaribu kumuuliza zaidi, lakini bibi hakusema sana. Alisema tu alimwambia kile kitu kiondoke, halafu akakata simu. Baada ya dakika kama 60 tulimpigia tena. Safari hii sauti yake ilikuwa tofauti. Ilikuwa kama anajaribu kuelewa kitu kisichoeleweka. Alisema, "Sasa wako wawili, wanawake, wamesimama ndani ya nyumba. Mmoja ni mrefu sana kuliko kawaida, mwingine amevaa nguo yenye maua, lakini sijui kama ni wazuri au wabaya." Tulimuuliza wanafanya nini. Akajibu polepole, "Wanajaribu kuzungumza nami, lakini sisikii vizuri. Maneno yao hayafiki masikioni mwangu. Ni kama wananongona kutoka mbali sana." Mwili ulianza kututetemeka. Kwa kweli tangu zamani tulipokuwa tunaenda kumtembelea, ile nyumba ilikuwa na hali ya ajabu sana. Kulikuwa na ukimya mzito na hata mchana ulihisi kama kuna kitu kinakutazama. Mimi binafsi sikuweza hata kutembea peke yangu ndani ya ile nyumba. Kila mara nilihisi kama kuna mtu yuko nyuma yangu, hata kama hakuna mtu. Usiku huo hakuna aliyelala. Tulijua kuna kitu si cha kawaida kinaendelea kwenye ile nyumba. Na mpaka leo hakuna aliyewahi kuelewa wale wanawake wawili walikuwa nani au walikuwa wanataka nini kwa bibi yetu. Tulijaribu kumpigia tena simu, lakini safari hii hakupokea. Dakika zilipita, zikawa nusu saa, mpaka tukaanza kupanic. Hatukusubiri tena. Usiku huo huo tukachukua gari na kuelekea nyumbani kwake kijijini. Tulipofika, kila kitu kilikuwa kimya kupita kawaida. Hakukuwa na mwanga wowote. Hata ule taa ndogo aliyokuwa akiacha usiku haikuwaka. Mlango haukuwa umefungwa. Ulisukumwa tu, ukafunguka polepole kwa sauti ya k. Tulipoingia ndani, hewa ilikuwa nzito, ya baridi isiyo ya kawaida. Tulimkuta bibi amekaa pale pale kitandani, kimya bila kuongea. Mama akamwita, "Bibi, bibi uko sawa?" Bibi aligeuza kichwa taratibu sana, akatutazama. Lakini macho yake hayakuwa kama ya kawaida. Kwa sauti ya chini sana isiyo yake, alisema, "Mlichelewa, tayari wameingia." Ghafla taa ikazima, na kutoka nyuma yetu tukasikia sauti ya wanawake wawili wakinongona kwa pamoja, "Sasa ni zamu yenu." Baada ya kusikia ile sauti nyuma yetu, hakuna aliyethubutu kugeuka. Mioyo ilikuwa inapiga kwa nguvu, miguu kama imeganda. Mama alijaribu kusema kwa sauti ya kutetemeka, "Nani hapo?" Hakuna aliyemjibu. Lakini ile sauti ya kunongona iliendelea. Sasa ilikuwa karibu zaidi, karibu kabisa na masikio yetu. "Hatujawahi kuondoka. Tumekuwa tukikungoja." Ghafla, mlango ulijifunga kwa nguvu nyuma yetu. Bam! Tulipogeuka haraka, hakukuwa na mtu. Lakini kivuli kirefu sana kilionekana ukutani, kikisogea, bila mtu mbele yake. Na pembeni yake, kulikuwa na kivuli kingine kidogo, chenye umbo la mwanamke aliyevaa nguo yenye maua. Tulianza kurudi nyuma polepole, tukimvuta mama. Lakini bibi bado alikuwa amekaa pale kitandani, akitutazama bila kupepesa macho. Kisha ghafla alisimama. Sio kawaida. Kwa umri wake hakuweza hata kutembea vizuri, lakini sasa alisimama moja kwa moja, polepole, kama kuna kitu kinamsukuma. Alitabasamu, tabasamu lisilo la kawaida, pana kupita kiasi. Kisha kwa sauti ile ile isiyo yake akasema, "Mlikuwa mnamwacha peke yake. Sasa hatuko peke yake tena." Taa zikaanza kuwaka na kuzima,
haraka haraka. Kisha tukasikia hatua nyuma yetu, lakini tulipogeuka hakuna mtu. Tulipoangalia tena mbele, bibi hakuwepo. Kitanda kilikuwa tupu. Dirisha lilikuwa wazi, likipigwa na upepo. Na kutoka nje ya nyumba kwenye giza tuliona vivuli vitatu. Kimoja kirefu sana, kimoja chenye nguo ya maua, na cha tatu kilikuwa kinatembea kwa shida kama mtu mzee. Ndipo tuliposikia sauti ya mwisho ikitoka mbali gizani. Usiku ukirudi, tutarudi pia. Baada ya ule usiku, hakuna aliyerudi ile nyumba. Siku zilizofuata, tulikuwa tunaishi na hofu. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Kila usiku, saa zile zile, tulianza kusikia sauti. Si ndani ya nyumba yetu, bali kwenye ndoto. Tulikuwa tunaota kitu kimoja. Bibi alikuwa amesimama gizani akituita, "Nirudisheni, bado nipo hapa." Tulijua hapo bado hajapotea kabisa. Tuliamua kurudi ile nyumba. Lakini safari hii hatukwenda peke yetu. Tulimchukua mzee mmoja wa kiroho kutoka kijiji jirani, mtu aliyekuwa anajulikana kusaidia watu waliokumbwa na mambo yasiyoeleweka. Alipofika tu kwenye ile nyumba, alisimama nje. Hakutaka kuingia mara moja. Alisema kwa sauti nzito, "Hapa kuna roho zilizokwama na kuna moja imefungwa. Hiyo ndiyo yenu." Tulitetemeka. Aliingia ndani polepole, akiwa ameshika kitu mkononi, kitabu na fimbo ndogo. Alianza kuzungumza maneno ya ajabu, ya sala, sauti yake ikijaa nguvu. Ghafla, upepo mkali ulianza kuvuma ndani ya nyumba. Milango ikaanza kugonga yenyewe. Na ile sauti ya wanawake wawili ikarudi tena, lakini safari hii ilikuwa ya hasira. "Mlimrudisha? Kwa nini?" Kivuli kile kirefu kilitokea ukutani. Kikaanza kusogea kuelekea mzee yule. Lakini hakusogea. Aliinua mkono wake juu na kusema kwa nguvu, "Achieni kile kisicho chenu." Ghafla, kelele kali ilisikika, kama kilio cha mtu na kitu kwa pamoja. Taa zikazimika kabisa. Giza totoro. Tulihisi kama kitu kinatuzunguka. Baridi kali ilipita mwilini. Kisha ukimya. Dakika chache baadaye, taa zikarudi polepole. Na pale chini, karibu na mlango, alikuwa amelala bibi. Akitetemeka, lakini yuko hai. Mama alikimbia na kumkumbatia. Bibi alifungua macho polepole. Safari hii yalikuwa ya kawaida. Kwa sauti dhaifu akasema, "Walikuwa wananishikilia, lakini sasa wameondoka." Tulitoka ile nyumba siku hiyo hiyo na hatukurudi tena. Lakini kabla hatujaondoka kabisa, mzee yule alituambia kitu kimoja ambacho hatutasahau. Roho kama zile hazipotei kabisa, zinatafuta sehemu nyingine. Na tangu siku hiyo, kila tukisikia hadithi za nyumba nyingine zenye vivuli, tunajua huenda wamehamia huko.